Kikosi cha Meki Maxime, kocha wa boli Mohamed Hussein Mudikala yupo langoni. Safu ya walinzi wanne yupo Agustino Samson Sata. Mwamba umelala, ametimiza itifaki zote na rasmi amepuliza kipenga cha kuanza mchezo huu wa ligi kuu ya NBC. Mechi ya raundi ya 28 kwa timu zote hizi mbili ni Azam dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Azam kuendelea kujisimika zaidi katika nafasi za juu zile. Haya, katika eneo la hatari Nasor Sadun amekataliwa. Samake amekataa Mohamed Hussein Mudikala. Jaribio la Mamadou Samake, kiungo kutoka Mali, aliupokea mpira na kunyosha moja kwa moja. Kona ya pili hii ya mchezo na zote kwa upande wa Azam. Imejazwa ndani, anacheza kwa kichwa. Lusajo Mwekenda anaitanguliza Azam. Mapema kabisa wanavurugiwa mpango Dodoma Jiji. Captain akionyesha kwa mfano ya nini ambacho anatakiwa kukifanya. Wastani mzuri wa kuruka mipira ya kichwa, akenda juu na kugonga mpira kwa kichwa, akiwa huru na kuweka mpira kambani moja kwa moja, akiwapa maelekezo wenzake. Ameonyeshwa kadi ya njano kwa kufanya madhambi, lakini anasisitiza jambo kwamba huyu hakutakiwa kufika mpaka hapo, ilikuwa amalizwe mapema. Umepokelewa Asila Jibril, unatengwa mpira mrefu mbele kule katika njia hatari langoni. Sopu katika nafasi, Sopu ameokota embe ambayo tayari imeiva. Kinachofuata ni yeye kuimenya maganda na kuila. Ndicho ambacho amekifanya Abdul Khamisi Suleiman Sopu katika duru la kwanza, na mimi ninawafunga hapa. Sopu tabia ya kupraise, hakukata tamaa, alikwenda mpira ukamzidi maarifa golikipa. Kama angekata tamaa kwa kuhofia kwamba golikipa ameshaupata mpira, basi asingekutana na hii bahati ya kupata mpira ambao alianza kwanza kuseti kwa kichwa, akamalizia kwa kuweka kimiani kwa guu lake la kulia. Mudikala, Nasor Sadun mbele yake ni Mukrim Isa, anajaza ndani katika nafasi. Sila Jibril anaandika msumali wa tatu kwa Azam. Maajabu ndani ya Azam Complex mapema. Nasor Sadun akaweka nyuma ya mgongo wa mpinzani, akapita na kuweka mpira wavuni. Jibril Sila akifanya kazi nzuri na kuandika bao lake la 9 katika kampeni ya ligi kuu ya NBC kwa msimu huu. Obatapo nacho tena, pasi imewekwa katika nafasi, Mwana Kibuta, jaribio limetoka nje kutoka Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka Tanzania. Dodoma inawakilishwa na klabu 4 katika michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Mpira umepitishwa katika njia, Nasor Sadun, Nasor Sadun. Kalamu ya mabao inaendelea kama mvua, inaendelea kumwagika hapa Azam Complex, na wanawashuti Dodoma Jiji baada ya pasi nzuri kutoka kwa James Akaminko. Mwenye mvua Fadhili alivunja offside na akasogea. Nasor Sadun alikuwa na mazingira ya kumpa Sopu, lakini akachagua kumpiga chenga na kumtambuka golikipa. Tazama, aliupokea mpira akabendi hivi kama anataka kutoa pasi, Mudikala akadanganyika, ndipo ambapo Nasor Sadun akatani upande mwingine na kuweka mpira katika wavu. Chilambo na wamesha uanza haraka Dodoma Jiji, inamiminwa cross nani huku. Zuberi Foba wa kwanza ni yeye, kama alihofia kwenda kumaliza, kwenda kudhibiti mpira. Mwana Kibuta amekataa Foba, lakini mwamuzi ameamuru kwamba ni goal kick. Wenye kasi kweli kweli, kwa kasi iliyopita pale. Nabirisho tena katika njia, anakaa imara Joash Onyango,
wameshaupoka tayari. Sadun ni corner kick, lakini ameteseka Mudi Kala. Aliupokea mpira akamchungulia golikipa, akaona ameacha lango, akaupiga kwenye makadirio ya kuipata target, ni on target, lakini Mudi Kala akakataa kwa kuwahi mpira baada ya kurudi nyuma hatua na kucheza. Nasor Sadun tengo pembeni, cross ile inajazwa na Mhilu, cheza mpira kwa kichwa, kuna nagonga chuma na rejea ndani tena, bado hatari langoni. Paul Peter anajilaumu, ilikuwa ni fursa kwake ya kuandika bao kwa Dodoma Jiji. Nathaniel Chilambo, jaribio hili la maana mno. Foba ilikuwa kama ameshakubali, amekubaliana na kile alichokiona. Apollo Otieno, namna alivyoingia imempa changamoto. Mpira wa kona, Sopa ameujaza ndani kule, hatari, mpira unakwenda nje. Lusajo Mwaikenda ndo wa mwisho na jaribio lake ndo la mwisho. Hata hivyo amefunga bao moja katika mabao manne haya Azam. Captain akisogea katika mipira hii ya kutengwa na imekuwa na tija kwake. Naam, karibu tena kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, mchezo wa ligi kuu ya NBC, Azam dhidi ya Dodoma Jiji. 45 za kwanza, Azam wako mbele ya mabao 4-0. Kadi ya njano imetoka, lakini Jibril Sila pia naye akaenda chini, akawekwa chini na mwenye mvua. Hii hapa mwamuzi akasema hapana, hii inastahili Frank Tiese. Sadun amekataa Mudi Kala. Jaribio hili zuri sana kwa Sadun, kwa Azam. Mwenyewe Sadun kajitengenezea nafasi ile, alizunguka akamzunguka mpinzani na kulinyosha kwa gula kushoto. Mpira mrefu ule umewekwa katika njia pembeni kule, Abdul Sopo na Joash Onyango, umetambalizwa katika nafasi. Oh, wow! Frank Tiese, hapana shaka analia machozi ya furaha. Alisogea na kupiga pasi ya chini chini, Nasor Sadun akashindwa kupata, naye Frank Tiese akamalizia mpira ule kwa kuweka wavuni. Nyota wawili walikuwa na nafasi ya kuweza kufanya kitu na wote walithubutu, mmoja akafanikiwa. Frank Tiese, Idi Kipagwile, ni kona. Jaribio la moto lilipigwa na Idi Bahati Kipagwile, aliuseti mpira akamwangalia golikipa akamwambia chukua hiyo. Nacheza akiondoka na mpira pembeni kule, inakatwa auto pasi nzuri. Hassan Mwatelema, ni offside. Amekataliwa kwa mara nyingine tena. Hassan Mwatelema, yeye na Paul Peter wamekuwa wakikamatwa sana na line. Pasi ilipitishwa kwa namna ya auta. Faisal imekula chuma na kwenda nje. Mwamba huyu hapa ameshajitambulisha tayari kwamba yupo uwanjani. Angalia namna ambavyo alimzunguka Salmin Idi Hoza, naye Mudi Kala akapata tabu kwenye jaribio lile ambalo limekwenda nje. Amefanyiwa madhambi Mwana Kibuta, kadi ya njano anaonyeshwa Faisal. Umemvutia nini? Na mara hii mwamuzi kaamua kumwonyesha kadi ya njano. Asenga, mpira umekwenda nje.
ulijazwa mpira mrefu, ilikuwa hata kuondoa ile clean sheet, lakini bado imedumu. Unajazwa ndani, nachezwa mpira kwa kichwa na Bajana, takuondosha mbali zaidi, lakini mwamuzi anazimaliza dakika zote 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC. Mechi kali, lakini kwa asilimia kubwa ilikuwa upande mmoja. Full time Azam 5 Dodoma Jiji 0. Ulikuwa nami Gharib Mzinga, nikutakie jioni njema.